Enyi ndugu Waislamu, nichukue fursa hii muhimu, fursa ya ibada ya Ijumaa, kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwani kufanya hayo ndo kutapelekea sisi kufuzu. Kwani inna lilmuttaqina mafaza, wenye kumcha Mwenyezi Mungu wana sehemu ya kufuzu. Introduction ya khutba ya leo ni ta'at ala al-hukama. Itazungumzia umuhimu mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashusha aya, japo ina sababu nuzuli yake kuhusiana na sahaba Abdullah bin Khuzafata radhiyallahu ta'ala anhu. Aya hii imetuonesha umuhimu mkubwa sisi kwa tiketi ya Uislamu kuwaheshimu viongozi, na ni viongozi wa sampuli gani. Ndani ya Suratun Nisa aya nambari 59, ukifungua peji hiyo na mitaa hiyo utakutana na aya hii. Aya yenyewe imeanza kwa kusema, baada a'udhu billahi minashaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu, aya za sampuli hizi zimejirejea sana zaidi ya mara 80 mpaka 90. Ilianzia ndani ya suratu Baqara, ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndhurna wasma'u walilkafirina mpaka mwisho. Ikaja ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, hizo zikapindukia mpaka katika suratu Tahrim zikituhimiza toba, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wanawachuoni wanasema ukisikia maneno imekuja nidaa ya ayyuhalladhina amanu, kwanza cha mwanzo ambacho itakiwa wewe ukielewe, ujue ni habibin wa mahabubun fama tamma thalithun. Ujue ukija mwito huo ni mpenzi na apendwaye, hakuna watatu wake. Ni kwamba Mwenyezi Mungu anazungumza na vipenzi vyake, kwa sababu vipenzi vya Mwenyezi Mungu ni waumini. Katika aya nyingine anasema ya ayyuhalladhina amanu, katika aya nyingine anasema Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Mwenyezi Mungu ni msaada, Mwenyezi Mungu ni mpenzi, Mwenyezi Mungu ni rafiki ya waumini, na urafiki wenyewe yukhrijuhum minadh-dhulumati, anawatoa katika umaskini, anatoa katika ujinga, anatoa katika kiza ila nur, anapeleka kwenye maarifa, kwenye mwangaza, kwenye nuru iliyotimia, kwenye kufanikiwa. Huu ni urafiki mkubwa, na sio urafiki fake, na yeye ndo wa kumfanya kabisa rafiki. Na akamaliza maneno hapo katika Bakara, walladhina kafaru, na wale walokufuru, awliyauhumut taghut. Allahu akbar, sio awliyauhumush shaitan, awliyauhumut taghut. Rafiki yao ni taghut, na ukisema ni shetani umemdogesha, kwa sababu at-tawaghitu kathiruna wa ru'usahum khamsa. Matawaghuti si shetani peke yake, ni wengi na wana maraisi 5. Kwa hiyo wapotoshaji ni wengi, matawaghuti ni wengi. Wa mwanzo wao al-iblis alladhi yad'i li ghairi Allah. Kiongozi wa kwanza ni Iblis, anayewatoa watu kwa Mwenyezi Mungu kuwapeleka katika ibada za shirkiyati na mengine mengi. Sasa hawa wote hawa rafiki yao ni taghut, yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Anawatoa siku zote katika kheri kuwaingiza katika chaka, katika shida. Ndio maana inna Allaha ya'idukumul maghfira wa rahma,
Mwenyezi Mungu anakuahidini msamaha, kuacha huru na rehma na maisha na neema, lakini inna shaitana, shetani, yaidukum alfaqra, promisi yake ugumu wa maisha, promisi yake fornicate, uchafu, promisi yake ukiinama ukiwaza mambo majanga mabaya mabaya, huyo ni Ibilisi. Na kuachi, lazima hizi promise yakupe mpaka ndani ya sala. Yati ahadikum shaitan, mmoja wenu anakuja ndani ya sala, shetani anamjia, anaambia yanhazuhu kadha kadha, umewaza hili, umewaza hili. Mara nyingine mtu mpaka ndani ya sala anapata hisia kama ya kumtukana Rabbul Izza, Ibilisi. Sasa Mwenyezi Mungu ndo wakufanywa rafiki, kwa sababu urafiki wake ni neema ya hali ya juu. Ndio maana katika hizi ya ayyuhalladhina amanu, katika suratu Anfal kuna nyingine amefanya kukuambieni mje kwake. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum, enyi waumini muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume wake wakikuiteni wakupeni maisha matamu, maisha wasa, maisha mazuri. Hizi ni ahadi za kweli. Lakini sehemu nyingine, anna wa'adallahi haqq, promises za Mwenyezi Mungu ni za kweli, walakinna akthara an-nas la ya'lamun, watu hawaamini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu zaidi ya sehemu moja anatubembeleza, anataka kutuita kwa marafiki, tuwe rafiki yake. Sasa wanasema ukisikia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ujue ni habibun wa mahbubu, ni mpenzi, anaongea na vipenzi vyake. Nani huyo? Rabbul Izza. Alafu rafiki yetu huyu Mwenyezi Mungu Rabbul Izza, fafirru ila Allah khifafan wa thiqalan, anytime mkimbilie kwake mkiwa na uzito, mkiwa na wepesi, mkiwa na majanga, kwa sababu rafiki yetu huyu, walillahi khazainu samawati wal ardh walillahi mulku samawati wal ardh, ana khazina, ana benki, ana utajiri, ni ghaniyun wa mughniyun, qadirun wa muqtadirun. Ukimwona mtu kaweza, kawezeshwa naye. Ukimwona mtu katajirika, katajirishwa naye. Kwa hiyo yeye ana power, ana full ya kila kitu, kwake hukosi chochote. Huyu ni rafiki wa kumng'ang'ania. Unamng'ang'ania tajiri fulani, muda fulani kafirisika, muda fulani nitakesha kuwa bakhili, lakini Mwenyezi Mungu urafiki wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo ukisikia ya ayyuhalladhina amanu, uliza katika waumini nimo, basi ujue mpenzi ambaye ana sifa zote, ana sifa 99, karimun, rahimun, raufun, azizun, namna kama hii, mtoaji. Asema anaitwa Al-Wahhab. Al-Wahhab ni rafiki wa peke yake, yaani yu'ta biduni masala. Allah anaitwa Al-Wahhab, ni rafiki ambaye anatoa bila kuombwa. Kwa hiyo ukisikia tu anazungumza na wewe, hawezi kukutakia kitu kibaya hata kidogo. Rafiki kama huyo mkarimu. Sasa ya ayyuhalladhina amanu habibun wa mahbubu, kisha wanasema sasa ukisikia ya ayyuhalladhina amanu, kwa sababu anaongea na watu makini na watu wanaowapenda, basi imma amrun khairun laqad yurshadu ilayhi, kuna jambo la siri, kuna jambo zuri, kuna jambo la neema, wanaambiwa waanze kuongozwa walifuate. Wa imma amrun nahayun yunha an, au kuna jambo lina hatari, wataharibikiwa, basi wanaonywa wasiingie hapo. Kwa hiyo zihesabu ya ayyuhalladhina amanu ziko nyingi ndani ya Qur'ani, kila moja ina faida. Kwa hiyo ukiona moja tu, hakuna hata ya kupuuza, ya kuichukulia simple. Ifungulie masikio ya moyo kabla ya masikio ya maumbile. Naomba tuishi mimi nanyi kwa aya hii fupi tu, tumalize khutbatul Jumaa. Katika hizo ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ya Rabbi tupo, ya Rabbi tuzidishie imani yetu, tupo hapa Sheli. Atii'u Allaha
wa atiu rasul, atiu llaha war rasula. Anasema mtiini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia mumtii na mtume, wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jitahidini sana mumtii Mwenyezi Mungu haki ya kumtii, lakini pia mumtii na mtume Muhammad, wa ulil amri minkum. Lakini ta'atu ila alhukama, muatii viongozi. Al-Qayyim al-Jawziyya anasema ulil amri minkum al-ulama, wa mwanzo ni wana wa viuni wetu, makadhi wetu, mashekhe wetu, maimamu wetu. Hili ni jambo la wajibu kuwatii, si jambo la khiari. Kisha akasema na viongozi pia wa kilimwengu, midamu wana sifa ya uongozi, Qur'ani inatuambia hawa tuwatii, kwa sababu ikiwa Mwenyezi Mungu siku zote anatuambia jambo lenye kheri, katika taa kuna kheri ya hali ya juu kabisa. Kila kiongozi kwa nafasi yake Mwenyezi Mungu amekemea atuiwe. Tizama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qulu lahumā qawlan karima wakhfid lahumā janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kiongozi wa kwanza baba, kiongozi wa pili mama. Mwenyezi Mungu amesisitiza tena, sema waqadha rabbuka, keshapitisha hukumu, keshapitisha maamuzi, asiabudiwe ila yeye. Toa hiyo. Wabil walidain, heshima juu ya wazazi wawili, kwa sababu baba na mama ni viongozi. Hata kama wewe mtoto una akili kuliko wao, una elimu kuliko wao, una uwezo kuliko wao, una maarifa kuliko wao, midamu Mwenyezi Mungu kawapa sifa ya uongozi, inakutosha kwenda motoni, tena moto wa dunia na moto wa akhera, kama hawana radhi na wewe. Na kukosa radhi na wao ni kitu gani? Kwa sababu huku atii, huku heshimu, huku enzi. Hebu angalia mama yako, baba yako hakumaliza hata darasa la 7, anakupeleka motoni. Vipi yule ambaye pengine amepata uongozi kwa kuwa khiriji, amesoma, akabukua, akaelewa mambo, ukamdharau hivi hivi? Annasu kal maadin, watu ni kama madini, na madini yana thamani tofauti tofauti. Mama na baba, kiongozi wa kwanza. Njoo ndani ya ndoa, kuna mke, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hivi, lau kuntu amiran li ahadan an yasjuda ahadan, ningekuwa na uwezo wa kutoa amri ndani ya nyumba tu watu wasujudiane, kila mwanamke ningemwambia ukishasali sala 5 za Mwenyezi Mungu, ongeza 5 zingine za mume uende peponi. Haya, tizama naye mwanamke kafanyiwa taklif ya taa, amtii mumewe, kwa sababu mume ni kiongozi. Na maisha ya dunia haya Mwenyezi Mungu ametukasimia ili tuishi vizuri, twende vizuri. Miongoni mwa kwenda vizuri, al-umara, lazima viongozi watuiwe. Tunakuja kidogo kidogo. Rasulullah, bidayatun nur, mwanzo kabisa wa kupata wahi baada ya kushuka aya 5 katika suratu Alaqa, iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akramul ladhi, paka mwisho. Ikaja baadaye aya nyingine inasema waandhir ashiratakal aqrabin, anza familia sasa. Maneno haya, dini inaanza nyumbani. Qu anfusakum wa ahlikum nara, akakusanya familia yote, bibi zake, babu zake, kaka zake, dada zake, ammi zake.
wamemzidi umri, wamemzaa, wamemlea. Anataka kutoa speech Mtume ya maagizo ya Rabbul Izza kwa heshima na adabu. Kana yuqabiluhum bilhilmi, akiwakabili kwa upole, watawadhu. Anaitwa sayyidil mutawadhi'in. Cha kwanza akajishusha katika dawa yake, japo ana jambo la haki. Akataradhilia, wazee, kifamilia mimi mtoto wenu Muhammad ibn Abdullah, hata huyo Abdallah mimi simjui, mnamjua nyie kwa sababu mdogo wenu. Na mazungumzo, uridu an aqula lakum, naombeni fursa wazee, mzee Abu Talibi, mzee Hamza, mzee Abi Lahabi, nipeni fursa niseme kidogo kijineno. Wakamwambia sema. Lakini ammi yake mmoja sharra nas aitwa Abu Lahabi, mtu maarufu, akamwambia Muhammad, wewe ni mtoto tu, hata uweje sikio alipiti kichwa, angalia mbele yako mahshar, babu zako wapo hapa, bibi zako wako hapa, unataka kusema nini? Hata kama tutakupa ruhusa ya kusema, useme kwa adabu, usije ukazungumza ule upuzi wa kila siku, Allahu ahad, Allahu ahad. Hatutaki huo upuzi, yeye anaona ni upuzi. Takutia mikwaju, shika adabu yako, sisi ni baba zako. We, angalia adabu ya bwana Mtume Muhammad. Wama yantiqu anil hawa, hazungumzi kwa utashi, in huwa wahyin yuha allamahu shadidul quwa. Anapata wahyi Mtume, haongei tu, lakini kwa adabu alizokuwa nazo. Hakusema wewe unajua kipi wewe, wewe una nini wewe, mimi nitasema. Aliacha kusema Mtume, akasema basi wazee, kikao kimeakhirishwa, jambo kubwa ataka kufikisha. Akamheshimu mtu kama huyu, tabati yada Abi Lahabin wa tab, kafiri mmoja huyu, mwenye fitna mmoja huyu, anampa hadhi kwa sababu umri wake hawafanani. Hawafanani. Haya, katika hii dunia kuna muovu kama Firauni? Yupo muovu kama Firauni? Huyu mpe maneno gani umweke sawa huyu? Lakini Nabii Allah Musa anaambiwa, bwana we, mimi nakutuma nenda kwa mzee Firauni, hakika yeye amepindukia kiburi. Allah anasema inna Firauna ala fil ardi, amekuwa na kiburi kikubwa huyu, amepitiliza mambo yake. Nabii Musa asema, ndo nanituma kwake, nipe nyonzo, rabbi shrah li sadri, naenda kuongea na mtu mzito, mtu mzima. Kunjua kifua changu kisiwe na dhiki, sio nataka kusema, niwe maneno yamejaa kifuani, nikizungumza ajue simchezei, nimpe maneno yamjae akilini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Usinitume peke yangu, nipe msaidizi. Haruna huwa afsahu lisanu minni, tena huyu anajua kuongea huyu kuliko hata mimi, huyu mtu mzima bwana. Mwenyezi Mungu akamwambia, idhahaba anta wa akhuka, sasa wewe nenda naye na kaka yako, mfanye dhikri kwa wingi. Lakini sehemu nyingine anasema, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara au yakhsha. Tayari ni kiongozi yule, hata kama amepinda, tayari we amekulea kama baba yule, amekufanyia mambo mengi Musa, we ni mdogo kwake. Kwa hiyo we na kakako msijione mitume sana, huyu ni Firauni. Faqula lahu qawlan layyinan, mukamwambie maneno yenye hekima na busara, mukamheshimu kwanza, muamkie, mumpe heshima ya hali ya juu, msimpuuze. Kiongozi huyu anaongoza watu wake huyu, msiende kumtukana. Hii ni warning kwa manabii wawili watukufu, ulil azmi minar rusul. Na alipofika kule Nabii Musa akachezwa shere, anaambia, wewe Musa, haya na wewe umeshakuwa mwanangu mtume, fa'alta alladhi kunta fa'alta wa anta minal kafirin, ushaua, ushafanya ukorofi, umekimbia huko, wewe si umeua, wewe na wewe umekuwa mtume leo. Maajabu makubwa haya. Lakini Nabii Musa anaongea kwa heshima ya hali ya juu, kwa sababu huyu bwana ana martaba, ana cheo kikubwa cha nchi.
Nabii Musa hajakipata cheo kama hiki. Kwa hiyo aya inatuhimiza al-umara, viongozi, haijalishi ni mjumbe, haijalishi ni waziri, haijalishi ni raisi, maadamu Mwenyezi Mungu kampa karama hiyo, mabwana kutuiwa ni jambo la lazima. Mwenye nyumba wako kumtii ni jambo la lazima. Na ninakuambieni ukweli wa mambo, mtake mstake, yani mkisikia nchi haina amani, sio kwamba miti inaanza kugongana inakatika yenyewe, sio kwamba kuna vipande vya mbingu vinadondoka, hapana. Tatizo mdogo ameshindwa kujua nafasi yake na ameshindwa kujua heshima ya mkubwa, na mkubwa naye amekosa kujua huruma ya mdogo. Watu wakishindwa kuelewana, nidhamu hakuna. Angalieni mfano hapa msikitini. Si kwamba mimi ndo nasema kuliko nyie, lakini mmeniwekea nidhamu na heshima kwamba mwache aseme, tumsikilize. Tena usingizi ukikujia si vizuri, mtu anasema unalala. Angalia kumetulia, utafikiri msikitini kuna mtu mmoja. Hii ni heshima ya hali ya juu. Mngeza kila mmoja anafoka, kila mmoja anasema yake. Na si kwamba mmenyamaza kuniheshimu mimi, ni maagizo ya Mola wenu na Mtume Muhammad. Alisema zamani, fa idha rakiba al-khatibu ala al-minbar fala tatakallamu, ansitu wastami'u wa'tabiru. Akija khatibu, keep quiet, zingatia, hakuna kusema, hakuna hata kufanya nyiradi. Wa malagha fala jum'ata la, atakayefanya hivyo hana Ijumaa. Nani atakubali? Kwa hiyo mimi niseme hata muda upitilize, hakuna mtu asema shekhe muda, asema nikisema haya ni makosa. Atupeleke tutakavyopeleka, tumeielewa hutuba hatujaielewa. Angalia nidhamu haya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akitutakia tuwe na nidhamu, kuwaheshimu viongozi, si kwa ajili yake. Kisha asema katika Bani Israili, in ahsantum li anfusikum. Mkifanya jambo zuri, si kwamba ndio Mungu analichukua yeye wala mtume, ni kwa ajili yenu. Ukiambiwa uishi vizuri na mkeo, Mungu anafaidika nini? Ni wewe na mke wako. Hizi sheria hizi ndo huda, ndo uongofu. Na nchi yetu ya Tanzania, hasa sisi Waislamu, tuna jukumu kubwa, hasa hali zinavyokwenda hivi sasa. Tuwaheshimu viongozi, tuwasikilize, na subira ni jambo muhimu sana. Subira ni jambo muhimu. Nyewe wenyewe mnafahamu hapa ilikosekana Ijumaa hii kwa sababu watu hawasikilizi. Sasa kuna idlaki, kuna kitu kidogo tu. Mwenyezi Mungu atuonesha sisi Waislamu tuna silaha nyingi. Miongoni mwa silaha dua. Tukiona jambo haliko sawa, kusema sana hakuna maana, dua. Lakini kivyo vyote asije mtu akatutoa katika control. Sisi jambo lolote, fahariju fi muslim fi hayatihi kull, likikujia neno au tendo, mambo yako ni kitabu na sunna khalas. Bwana umeleta ili habari, ngoja nilichungulie ndani ya Qur'ani limesemaje hili. Kama Qur'ani inaniambia ninafaa nibwate, basi nitabata. Kama Qur'ani inaniambia nifanye heshima, basi nitafanya heshima ya hali ya juu, ili kusudi neema tuzokuwa nao ziendelee kubaki. Miongoni mwa neema ni sisi kuswali kwa utulivu wa hali ya juu kabisa. Miongoni mwa neema ni darasa kuendelea kwa hali ya juu kabisa. Miongoni mwa neema ni kutulizana. Kwa hiyo ujumbe wa leo Waislamu tunasema hivi, alomwamini Mwenyezi Mungu na akaiamini siku ya mwisho, ni juu yake kumtii yeye Allah, kumtii mtume, kutii pamoja na viongozi. Tena mimi nakuongeza, hata wale viongozi pengine si Waislamu, lakini wanaendesha jambo linalokuwa na maslahi na dini yetu na maisha yetu kwa ujumla, wanafaa kutuiwa. Si kila mmoja anaweza kukalia viti hivyo. Mmoja akitangulizwa, hii ni kadari yake Allah. Kwani mtume yuasema afadhali umma au nchi iongozwe na kiongozi dhalim, yani kiongozi si wa sawa sawa, ni dhalim. Afadhali apatikane kiongozi dhalim kuliko watu wakaenda bila kuongozana, bila kuwa na kiongozi, watafikishana sehemu mbaya sana. Mfano katika nchi ya Tanzania tusema nchi yetu sisi serikali haina dini, tabaan ni kweli haina dini bwana. Lakini sasa kama haina dini, hembu kauwe mtu pale uone nini kitakachotokea. Tumeelewana sawa? Kauwe mtu uone, ni kweli haina dini lakini ina maslahi ya wenye dini, inatuwekea nidhamu na utaratibu wa hali ya juu kabisa.
kwa sababu binadamu sifa zao hawana sifa kujiongoza wenyewe, lazima. Ndio maana hata mkiwa wawili, mmoja wao awe kiongozi, na sunna ya maisha, hakuna maisha hivi hivi, lazima mmoja awe kiongozi kivyo vyote, na yule anayeongozwa akubaliane na jambo hili. Ndani ya nyumba kama hamna kiongozi, lakini Mwenyezi Mungu kamfadhilisha mwanaume, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ili wasikilizane. Nikwambie, vita vinaanzia ndani. Ikiwa mke wako hakubali uongozi wako, na hii ndio nongwa kwa wanaume, tuna mambo yetu manne tunasema mwanamke ili aende peponi, mambo manne: idha sallat khamsaha wa samat shahraha, alafu nini, wa hafadhat farjaha wa ta'at zawjaha. Hapa tunakaa sana. Mwanamke akisali sala 5, akifunga Ramadhani, akajihifadhi, akamtii mume, kila shekhe anayepita hapa kwa mume anakaa. Hili la kumtii mume ndio shida nani kweli, na kinachotuma hatupati heshima zetu. Ndio maana wanaume wengi ndani ya majumba wanaacha majumba. Sio wanawake ndio wanakimbia nyumba, wanaume wengi wanakimbia. So kwenye mioyo ya wanawake kuna kiti cha mwanaume, wale wanawake wanakibania kile kiti. Nacho ni kichwa cha familia, kichwa cha nyumba. Wewe ukimpata mke hakuheshimu, hili ni balaa kubwa kweli kweli. Raha ya mwanamke ukisema nyamaze, wewe unasema naye anasema. Miongoni mwa wanawake zile sifa, wanasema miongoni mwa sifa 5 ambazo hakuna mwanaume anaweza kuishi na mwanamke huyu. Sifa ya kwanza, mwanamke anayekufanya ATM, huyu si mwanamke mzuri. Kila saa ye pesa, na kama hamna ananuna, kashasahau kama jana umempa. Mwanamke wa pili, anayemdharau mama yako, huyu huwezi ishi naye hata kivyo vyote. Mwanamke wa tatu, naishia huyo ambaye hasikilizi la mume, ana walimu wengi. Mtaani wakisema maneno anaanza kukusumbua, analimotiwa, anamsikiliza yule, nisikilize mimi. Hata fulani kasema, hata mamangu aliniambia we tabia zako. Sasa wewe utakuwa unasikiliza watu wangapi? Kuna baadhi ya wanaume tunashitakiwa, ananyanyasa, kanyang'anya simu, ananiambia hata babako hana ruhusa ya kuongea mimi nikiwepo. Kwa sababu unaongea mengi, unamchanganya, na bora usitumie simu. Bora usitumie simu kwa sababu una walimu wengi. Kwa hiyo mwanamke anayeumiza kichwa kwa sababu hajamfanya mumewe ni kiongozi. Angalia vita inavyokuwa, kinachoendelea, maisha hayaendelei, zinatoka talaka. Na si talaka hivi hivi, yalianza makofi, yalianza mangumi na mateke. Vita ilianza kwa sababu huyu hakukubali kuongozwa, hataki kusema huyu ni kiongozi wake. Sasa hajaisha hapa hapa, hata Allah anamwekea ngumu, amuelewi. Kiongozi wako nimekupa, umeshindwa kumtii, wewe finari mwanamke, una laana za Allah. Ameshindwa kumtii mume wake. Ndio maana tusema wanaume mengine, vumilieni, mwahurumia, hao watateswa hawa. Kwani ufikiri mtume aliona nini huko juu? Wanawake wengi motoni, wachache peponi. Kilichowaponza kudharau viongozi wao, sio jengine mabwana, kuwadharau wanaume. Sasa nakuletea upande mwingine. Angalia inavyouma ukimkuta mke wako hakuheshimu. Inauma kiasi gani? Tena unamuelekeza jambo la kheri, ivaa hijabu, sitaki. Inauma kweli kweli. Huyu si msikivu huyu. Je, ukimdharau kiongozi mwenye mavyeo yake, ufikiri haumii? Una uhuru wa kumtukana unavyotaka. Ni Uislamu gani sasa huo? Si Uislamu. Tuje upande wa pili, watoto uliowazaa hawakuheshimu, hawakusikii. Kinachofuatia nini? Unawapiza, unawapalana. Huwapendi, unawachukia. Watoto nimewazaa wenyewe, hawana heshima. Raha ya mtoto anitetemekee. Mtoto gani huyu asikii? Nikimwambia hivi ana yake. Inauma, we mwenyewe ndo unajua. Basi mfano huo uweke katika society. Maisha yana program. Wewe haki yako ili maisha yawe mazuri ndani ya nyumba, uheshimiwe kweli kweli. Mwanamke akaribia kukulamba miguu, watoto wakikuona wanakaribia kukusujudia, utaishi maisha mazuri sana. Basi na nchi hivyo hivyo, viongozi wakituiwa watafanya makubwa. Kwa sababu hata wewe mwanamke au watoto wote unawapenda, lakini yule mwenye toa zaidi unampenda zaidi na unamfikiria kuliko wengine, kwa sababu huyu anaigusa roho yako. Kwa hiyo kiongozi bora ni yule anayejua watu wake wanataka nini, lakini na wale wanaoongozwa bora nao ni wale wanaojua kiongozi wao anataka nini. Mwisho kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Sayyidina Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema, faman ata'ani faqad ata'a Allah.
Anayenitii mimi mtume automatically amemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume na atakayemtii amiri, mtume asema na atakayemtii kiongozi pia atakuwa amenitii mimi. Akarudia tena, atakayeniasi mimi atakuwa amemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia akasema atakayemwasi kiongozi atakuwa ameniasi mimi mtume, kwa sababu mtume ndo mfasiri wa kwanza wa aya. Katika aya hii ametuonesha toa za hali ya juu. Masahaba walitaka kuacha kumtii kiongozi wao, ikashuka aya hii nambari 59. Kwa hiyo kwa faida yetu na kwa ajili ya ayyuhalladhina amanu, Mwenyezi Mungu atuletea jambo zuri, anatuambia hivi, tujaribu kuwa wapole. Kila mmoja ana uwezo wa kusema lakini hayuko huru kusema, ana uwezo wa kucomment hayuko huru kucomment. Sikiliza kwanza kiongozi. Na kuna watu wawili, inawezekana hapa kuna mtu mmoja ni imamu lakini mwingine wala si imamu, anajua kuliko imamu lakini ile nafasi ya uimamu hajapewa. Usimsikilize kwa sababu sio kiongozi, msikilize huyu kiongozi. Lakini leo Muislamu unapelekwa kama bendera na mtume kakataza. Mtu hana hata sifa ya uongozi, hajapewa bahati hiyo, hata kama ana sifa ndo Allah hajamchagua, huyu hasikilizwi. Unamsikiliza alokuwa kiongozi. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe siha njema, atupe maisha ya amani, atuondolee maisha ya hofu. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم، بارك الله لكم والقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاذ به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحات وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن استحية منهم الملائكة الرحمن مهي الليالي بتلاوة الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الهمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياس والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعابد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر. وأقم الصلاة.